Katika Ibrania 12:24 tunaona sauti ya damu ya Yesu. Na inasema Yesu ambaye ni mpatanishi wetu wa Agano Jipya, ambaye anamuunganisha mwanadamu na Mungu, anasema na damu yake ya kunyunyiza ambayo inaongea kwa habari ya huruma, kwa habari ya ubora zaidi au maisha bora zaidi, lakini pia kwa habari ya neema zaidi kuliko damu ya Abeli inayotafuta kulipa kisasi. Watu wa Mungu, nachotaka ukione hapa ni nini? Kila mara damu inapokuwa mahali au inapotajwa mahali, damu ina sauti. Damu ina sauti. Kama ambavyo damu ya Yesu inanena mema, damu ya Abeli ilinena kisasi. Ilikuwa inatafuta kisasi. Ndio maana Mungu akamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanilia kutoka ardhini. Kama ambavyo damu kina Musa kwenye mambo ya Walawi, Mungu anamwambia hivi Musa ya kwamba usiku utakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu. Na huu usiku utakuwa ni usiku wa kukumbukwa sana. Ninachotaka mfanye nini? Ninachotaka chukueni kondoo au mbuzi, lakini anasema mwana kondoo wenu atakuwa kondoo au mbuzi wa mwaka mmoja. Anasema mchinjeni, alafu ile damu ipakeni kwenye mimo ya milango. Anasema mimi nitapita usiku, nitakapoiona hiyo damu sitaachilia uharibifu kwenye hiyo nyumba. Maana yake nini? Alipokuwa anaiona damu, ile damu ilikuwa inanena kwamba huku ndani kuna Mwebrania. Kwa hiyo nyumba ambayo ilikuwa haina damu ilikuwa inaonyesha kabisa huko kuna Misri. Damu inaongea. Damu inaongea. Usipuuzie habari za damu. Kuna watu mnaenda maofisini unakuta damu imekuwa kwenye mlango wa kuingilia. Mwingine ni nyumbani kwako, mwingine ni njia panda, afu unapita tu unasema haiwezi kunifanya kitu. Unapoona hivyo, ujue kuna sauti inayotoka hapo kwenye hiyo damu unayoiona. Unatakiwa nawe kuchukua damu ya Yesu ambayo ina sauti iliyobeba mema, kinyume na mabaya. Unainyunyiza na wewe hiyo damu, unaisemesha ile eneo. Unasema ya kwamba sauti yoyote iliyoinuka hapa inaonena mabaya, inaonena kinyume na maisha ya Mungu alionikusudia, inaonena kinyume na shauri la Bwana kwenye mtaa, inaonena kinyume na shauri la Bwana kwenye nchi, linanyunyiza damu inenayo mema.